Mheshimiwa Timida Fyandomo anauliza, je, vigezo gani vinatumika kupima ufanisi wa mageuzi ya mitaala baada ya kusisitiza elimu ya amali ili kupunguza pengo la elimu na soko la ajira kwa vijana? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Wan Ameya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 330 la Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo, viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali hupima ufanisi wa mitaala ili kubaini kama unakidhi mahitaji ya soko la ajira, malengo ya ujifunzaji yanafikiwa na changamoto zilizopo katika utekelezaji wake. Tathmini za sasa zinaonyesha kuwa shule zinazotekeleza mkondo wa amali zinatoa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira kutokana na ulinganifu wa maudhui ya mitaala na mahitaji halisi ya ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya upimaji endelevu wa kitaifa hususan mitihani ya kidato cha pili mwaka 2025 yameonyesha wanafunzi wamefikia malengo yaliyokusudiwa ya ufundishaji na ujifunzaji. Aidha, kuongezeka kwa hamasa ya wanafunzi kujiunga na mkondo wa amali pia kunaashiria kuimarika kwa imani ya jamii katika mfumo huo, ambapo shule zinazotekeleza mkondo huo zimeongezeka kutoka shule 35 mwaka 2024 hadi shule 119 mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutumia tafiti za ufuatiliaji wa wahitimu, yani tracer studies, tathmini za umahiri wa vitendo na ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta binafsi ili kuhakikisha wahitimu wanapata ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali imeweka utaratibu gani wa kuwashirikisha sekta binafsi, viwanda, waajiri katika tathmini ya mitaala hii ili kuhakikisha ujuzi unaotolewa unaendana moja kwa moja na mahitaji ya soko la ajira ili kufikia malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kutoa ajira milioni 8? Zima washa tena. Lakini pia kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya kuhakikisha sekta binafsi inachangia 70%. Swali langu namba 2 ni je, serikali ipo tayari kuweka mfumo wa kufuatilia matokeo na maendeleo ya vijana hawa wanaohitimu ili kupima ufanisi halisi wa mageuzi haya ya mitaala? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Timida Fyandomo kama ifuatavyo. Kwanza nichukue fursa hii kumpongeza kwa ufuatiliaji wake. Najua anawakilisha vijana, kwa hiyo ndio maana anawasemea vijana kuona kwamba mafunzo wanayopata yanakidhi soko la ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeweka utaratibu wa kushirikisha sekta binafsi, viwanda na waajiri katika kuandaa, kutathmini na kupitia mitaala ambayo inahakikisha ujuzi unatolewa unaendana na mahitaji ya soko la ajira, na hili hufanyika kupitia vikao vya wadau, warsha za tathmini, tafiti za soko la ajira, lakini pia mafunzo kwa vitendo. Na kama nilivyofafanua juzi kwenye budget kwamba tarehe 9 Februari 2026 serikali iliingia katika makubaliano na waajiri, sekta binafsi na wenye viwanda kuhakikisha kwamba masomo yanayotolewa katika vyuo vyetu yanaendana na gaps ambazo zipo katika soko la ajira. Kwa hiyo serikali imekuwa ikifanya hivi, na
hivi sasa waajiri, sekta binafsi na viwanda wanazungumza lugha moja na vyuo ambavyo vinatoa mafunzo kwa vijana wetu. Lakini la pili, kama nilivyojibu katika swali langu la msingi, kwamba serikali itaendelea kutumia tafiti za ufuatiliaji wa wahitimu, yani trace studies, tathmini za umahiri wa vitendo na ushirikiano kati ya taasisi na sekta binafsi ili kuhakikisha wahitimu wanapata ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa mbunge. Tunaendelea na Wizara ya Maji. Mheshimiwa Florent Kiombo, mbunge wa Misenyi, aulize swali lake.